Sifa. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku njema ya leo. Ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa ngapi? Mwezi wa ngapi? Na mimi nikuombea tu baraka za Mungu kwa pamoja na wewe kwenye mwezi wote wa tatu. Sema amina. Amen. Mungu akulinde, Mungu akuponye, Mungu akutetee katika mambo yote. Sema amina. Amen. Na kama ambavyo tunaendelea na somo letu la maisha au ulimwengu wa utandawazi na kijana wa nini? Wa Kikristo. Ulimwengu wa utandawazi na kijana wa Kikristo. Christian Catholic. Tuliona faida za utandawazi na tulijifunza kwa upana kuhusu faida za nini? Za utandawazi. Kwa hiyo unafahamu faida zake. Wiki iliyopita tulianza kidogo kuzungumzia nini? Hasara za utandawazi. Lakini andiko tulikuwa tumelisoma linasemaje? Kama unalikumbuka. Andiko lilikuwa linasemaje? Andiko linasemaje? Nataka nisikie kutoka kwenu. Tulisoma andiko la tahadhari. Bwana Yesu apewe sifa. Tulisoma andiko la nini? La tahadhari kuhusiana na utandawazi. Umesahau kabisa. Nakumbuka tulisoma Petro wa kwanza 4:7 ambayo ilikuwa inasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili mkeshe katika sala. Lakini pia tukasoma andiko lingine kwenye Waefeso 5:15-17 inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Na nilisema hivi kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii Shetani na mawakala wake wamewekeza nguvu kubwa kuingiza mambo mengi yasiyofaa, mambo mengi maovu, na AI inaongeza kasi ya kuingiza mambo mengi nini? Maovu. Unaweza kuona mtu kama wewe wakiamua kubadilisha, wanaamua kukuvua nguo. Ulikuwa umevaa nguo, hapa wanakuvua nini? Wanakuvua nguo. Watu wanaweza kusema fulani alikuwa yuko uchi. Kumbe kuna mtu mmoja ametumia mtandao isivyo sahihi ili kutweza utu wa watu wengine. Sasa hayo mabaya mengi yanafanyika sana kwenye mitandao nini? Ya kijamii. Na wewe si kwamba huwezi kujifunza kwa sababu wanafundisha. Lakini lengo la mitandao ya kijamii kwetu au teknolojia kwetu, tulisema kubwa ni nini? Sauti. Kubwa ni nini? Kueneza Injili. Hiyo ndio kubwa. Tutumie mitandao ya kijamii au teknolojia kueneza nini? Injili. Yesu alishasema, basi enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila sauti, kwa kila kwa kila kiumbe, hata kwa kila aminie, kwa kila kiumbe. Nenda hubiri Injili. Na njia rahisi sasa ya kuisema Injili kwa kila kiumbe ni pamoja na nini? Na utandawazi, teknolojia, ambao nilishakwambia teknolojia ni mpango kabisa wa Mungu. Alisema nyakati za mwisho maarifa yataongezeka.
Sasa maarifa yakiongezeka yasikufanya wewe ambaye ni mtu wa Mungu uharibike kupitia maarifa. Unatakiwa uelimike kupitia maarifa ili uisaidie dunia kuzijua habari za nani? Za Yesu. Nikasema ni rahisi sana ukaandika tu kwa kifupi Yesu anaokoa, ukaposti, kwa sababu watu wanapenda kusoma. Kwa sababu watu wanapenda kufanya nini? Kusoma. Watasoma Yesu anaokoa, hata kama atapuuza hiyo habari, lakini ujumbe umefanya nini? Umefika. Apuuze, ujumbe umefika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi huwa naandika sana. Nikaandika wiki jana tulikuwa tunamzika mwadhama kwa Kardinali Petro, lakini wakati watu wameandika habari zake na mimi nikaamua kufanya nini? Kuandika. Sasa nilipoandika niliandika habari nyingi, na kwa sababu watu wanapenda kufuatilia vitu ambavyo havina maana, ni kama nilianza habari sio na nini na maana, lakini mwishoni nikazungumza habari za nini? Za wokovu. Nikazungumza habari za Yesu. Mtu mmoja akasema, yaani mimi nilifikiri, yeye alikuwa anafikiri nazungumza ya sio na nini, lakini kumbe mimi nazungumza habari za nani? Za Yesu. Ili nimpate kwa sababu tunafahamiana. Nikaandika habari ambayo itamvutia kwa nini? Kusoma. Sauti. Itamvutia kwa nini? Kusoma. Lengo langu mimi ni kuzifikisha habari za nani? Za Yesu. Kwa wengi walisoma wakaishia kuzipata habari za nani? Za Yesu. Wamshukuru. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa tunatakiwa kutumia utandawazi nini? Sio kutumia utandawazi kwenye kuharibika. Kataa kuharibika, ni wewe unaamua. Na kuwa vizuri ni wewe unafanya nini? Unaamua. Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya nani? Ni ya mwanadamu. Jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Pia jawabu la ulimi linaweza kutoka kwa shetani. Kwa kadri ulivyojiandaa. Ukijiandaa vibaya utakumbana na mabaya. Ukijiandaa vizuri utakumbana na nini? Mazuri. Ukijiandaa kwenye mtihani tegemea kufaulu. Usipojiandaa rahisi tu. Kwa hata kwenye mitandao ya kijamii wewe unafuatilia habari gani? Wakorintho, nilizungumza Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Inasema msidanganyike, mazungumzo mabaya kuharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya kuharibu tabia njema. Kwa hiyo unafanya nini kwenye mitandao ya kijamii? Ukiangalia vitu ambavyo vinakuharibia tabia, itaharibika tu, wala hakuna kujitetea. Na nilisema nikukumbushe, kile ambacho unapenda kuangalia sana kwenye mitandao ya kijamii, AI inatambua kwamba huyu huwa anapenda hiki. Kwa kila ukifungua, cha kwanza kukuletea ni kile unachokipenda, kwa sababu AI inafahamu unapenda nyimbo za Injili. Unapenda nyimbo za Injili, ukifungua kitakachokuja nini? Unapenda sinema za ugomvi na uchawi, ndio za kwako wewe. Ukikaa hapo unatoa macho. Ndio kujifunza uchawi. Kadhalika tu amepita ukutani. Ile kali nenda kuambia na wenzako. Hujawaambia wenzako habari za nani? Za Yesu. Ile unaenda kuambia wenzako habari za uchawi kwenye sinema. Ukiyapenda hayo wanakuletea kama yalivyo. Lakini kadri yanavyo unapoyaangalia ndivyo unavyoharibu utu wako nini? Watoto wengi na vijana wengi wameathirika kiroho kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Leo hatuna majasiri, hatuna mashujaa wakina Stefano.
wameharibikia kwenye mitandao ya nini ya kijamii. Kwa kina Stefano aliyesimama kwenye watu wengi wanataka kumpiga mawe, anasema lakini pamoja na yote akahubiri Injili. Mwishoni akaona huyu anatuchezea, wakampiga kwa mawe, akapiga magoti, akasema namuona Yesu amefanya nini, amesimama. Leo hicho kizazi hakitengenezeki kwa sababu kiko kwenye mitandao nini, kufuatilia. Leo habari ya nani anaanza kuifuatilia, inamsaidiaje kiroho? Hamna. Kesho na hao watu kila siku wanatengeneza vitu vipya, kila siku matukio ambayo hayafai mapya yanaletwa kila siku. Sasa nikusaidie wewe na ujitambue vizuri kwamba unatakiwa kuitumia hiyo mitandao kwa faida ya kwako binafsi, kwa sababu unaweza kutumia mitandao ya kijamii ukasoma na vitu vingi ukavipata. Kwenye mitandao ya kijamii kuna elimu nyingi nzuri. Unasoma science, mitandao ya kijamii ikisha gundua wewe unapenda science, kila siku watakuwa wanakuletea vitu vya nini? Ya science. Ili uendelee kusoma wewe nani? Mwana science. Sasa wewe unakuwa mwana science. Kwenye mitandao ya kijamii unaangalia uchawi. Sasa science hii unataka kufanya science fiction. Mtu mwenye kata uchawi ni science. Sasa si leo wachawi wametengeneza ndege inayoonekana. Ndege zao zote hazionekani. Yaani wewe wanaruka na ndege kweli, lakini ndege zao ni nini? Fagio. Unaona mimi wewe unajibu kwa sababu wewe si mnajiangalia. Lakini kadri unavyoangalia, jikague kiroho chako. Unaweza kuomba, unaweza kufunga, unaweza kusoma neno. Yaani unakuta kila kitu kimeathirika. Uwezi ukaomba, uwezi ukasoma neno, uwezi ukafunga. Ibada umeichukia, hata upendi kuja, umelazimishwa. Mbona kaa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ibadani umefanya, unakuwa na juhudi ya kuja hata kwenye mkesha, yaani mitandao ya kijamii. Wakati wa mkesha ndio wao kwenye mtandao. Unaangalia mpaka unashangaa. Yaani simu mpaka inadondoka, ndio unashuka. Kwa nini unaangalia hapo kuna kitikisa ni wanaenda nini? Kuangalia. Ukiangalia kwenye mkesha kuna sababu kibao. Mpaka shetani anayaogopa. Yaani kwa sababu mpaka shetani mwenyewe anaona hizi sasa zimezidi. Unajua mimi naenda tuition, mara tuition sio yake. Tunaenda kama darasani, tunaenda mwalimu mkali. Lakini sio hiyo. Kwa sababu hakuna sababu maalum yenye nguvu inaweza kunizuia mimi kwenda kwa Mungu. Hiyo mimi shakataa. Yaani sababu eti nizuie kwenda kwa nani? Na Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Mathayo 6:33. Wewe kipi cha kwanza? Lakini hata ni kubwa kufuatilia maisha ya watoto wengi, maisha ya vijana wengi yameathiriwa na mitandao ya kijamii. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa si wewe mimi nakupa mwanga. Ukitaka kuendelea kuangalia kwa uharibifu wako, upande wa uharibifu, endelea kuangalia. Lakini ukitaka kuacha kuangalia, ukajifunza vitu vizuri kwenye hiyo mitandao ya kijamii, vitu vizuri vipo vingi na vitu vya uharibifu navyo viko vingi. Lakini vinavyoonekana sana vinavyohusiana na uharibifu. Kwa nini?
kwa sababu mawakala wao wanafanya kazi kubwa sana kupenyeza tu uharibifu. Sisi tuliookoka hatufanyi kazi kubwa kupenyeza mambo ya nani? Ya Mungu. Ni wavivu kufanya mambo ya kimungu kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kama na sisi tungekuwa tunapeleka, ingekuwa ni mashindano, kwa sababu sifa iliyopo, mtu ukiposti kitu, waamsha Debora, mtu ukiposti kitu, asilimia ya watu wengi lazima wale wameandika wanataka kuona Yesu achana naye. Yeye anataka aone amebakwa. Nani kabakwa? Nani unafuatilia? Saa nzima unafuatilia mtu aliyefanya amebakwa. Lakini utumii saa nzima kwenye mitandao ya kijamii kufuatilia habari za nani? Za Yesu. Ukiona mtu ameandika wokovu kwa wanadamu wote, hiyo wewe unafunika, uitaki. Unatafuta tu hapa afumaniwa. Kama vile leo nataka kufumaniwa. Hello. Na watu wakiona habari mbaya ya mtu ndio wanaifuatilia sana. Sasa habari mbaya za mtu huwa hazikujengi na wala hazikusaidii. Nipungia mkono na mimi kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo mitandao ya kijamii ina faida kubwa sana ukiitumia vizuri. Hii teknolojia, ulimwengu wote umehamia kwenye teknolojia. Ni bora uitumie mitandao ya kijamii, teknolojia, kuvumbua jambo ambalo watu wengine tunajifunza kutoka kwako, kuliko kufuatilia mambo yasiyostahili. Iwe ni tamthilia, wale watu wanalipwa mahela, wewe unafuatilia hapo na umekula miogo. Na ule unachoingiza kangana mwenzako analipwa, wewe uko na miogo. Jamani, asifiwe Yesu. Amen. Mimi nawapenda, ndio maana nataka nijue. Nina safari ndefu ya maisha kwenye utoto kwenda kwenye ujana. Yaani nina safari ndefu. Ukiharibikiwa leo, uweze ukafikia ndoto yako. Unaelewa? Ukiharibikiwa leo, uweze ukafikia ndoto yako. Kwa kujiponya, jiponye wewe, jilindeni. Waliambiwa tufanye nini? Jilinde. Hakuna ambaye anaenda kasema mimi bana nimekufa kwa sababu sikuangalia mitandao nini ya kijamii. Hayupo. Hakuna ambaye anasema kwa kweli mimi nimechanganyikiwa kwa kuangalia mitandao nini? Kwa kutokuangalia mitandao nini ya kijamii. Lakini wengi wanachanganyikiwa kwa kuangalia, wanaharibika kwa kuangalia, wanajifunza mambo yasiyostahili. Wewe unasaidia kumwamsha mwenzako wewe, sema hata kusikiliza. Wanajifunza yasiyostahili, wanaharibikiwa. Watu wengine kwenye mitandao ya kijamii wamejifunza habari za ushoga, wamejifunza habari za usagaji mabinti. Ukimuuliza unipata, sasa nilikuwa naona kwenye mtandao. Ulikuwa unaonaje? Rafiki yangu alikuwa ananionyesha. Kwa sababu inawezekana yeye hata si mwana. Kwa hiyo anaenda kuangalia, si unaona kwenye simu ya mtu wanarundikana kundi. Waulize wanafuatilia nini? Sio masomo.
na wakikuona unakuja. Hata kama ilikuwa nzuri, kwa nini waanze kupiga kelele huyo anakuja? Mwambie mwenzako unaelewa? Simu isikufanye kuwa mwehu, isikuharibie tabia. Mtu ameakanisana. Kuna rafiki yako mmoja akija ndaambia wasalimie, niko siku anakuja ndaambia wasalimie, akaambiwa na rafiki yake kwamba wewe hujaangalia series. Series mnazijua? Hapana. Sijifanya mnazijua? Ndio. Akaambiwa hujaangalia series. Sasa nimeangalia wala sika, akataka hujaangalia, ameokoka. Akaambia basi ngoja nikupangie series za kufanya nini? Za kuangalia. Akampangia series za kuangalia kwenye laptop. Laptop imechomeka kwenye nini? Kwenye chaji. Kwa hiyo yaishi nini? Chaji. Anasema hivi, alikaa pale alipokuwa amekaa anaangalia series, alikaa siku 3 bila kuinuka. Alipoanza kushtuka, ni siku ngapi? Ya 3. Sasa hiyo kama sio nguvu ya giza ni nini? Yaani siku 3 amekaa, hajaenda darasani, alikuwa yuko chuo. Hajala, hajaoga. Amekaa. Naweza mkabisha kwa sababu akili zake zinaanza ni ndogo. Wewe niwaambie, watu wanajifunza inaitwa yoga. Nataka niwaambie mambo zinafundishwa kwenye mitandao. Habari za kutafakari, mtu anakaa anaangalia ukuta huu. Anaweza kakaa hapa anaangalia ukuta siku 7. Nakwambia nini akija kukupata ujue. Yaani mtu amekaa anapotea, anaondoa ufahamu wake, anaingia kwenye ulimwengu mwingine kwa siku ngapi? Sasa amekaa hapo. Yote hayo yako kwenye nini? Kwenye hii teknolojia na mambo ya nini? Ya utandawazi. Siku akija kutokea Dar es Salaam, nitamwambia hivi kama tumbani ndio kama darasani. Niambia njoo wasimulie, atawasimulia yeye. Hii ndeni. Hizi zamani za nini? Za uovu. Tuko kwenye wakati mbaya wa hatari ambao vijana wanaharibika, hawafikii kwenye hatima zao na ndoto zao zinaishia njiani, na ndio maana wengine wote wanaishia kwenye kubeti. Mikeka imechanika, mikeka imechanika, na aliyeokoka leo mkeka gani? Imechanika. Hapo ndio hata sadaka akatoi, hata ichanika. Mwambie sadaka alipo baini. Shaka mtu anatembea kweli. Pita kuchanika. Wewe vipi? Kumbe amebeti. Na shetani ni mbaya nzuri kabisa kwa mbaya wake. Yeye ni mzuri kabisa mtani. Anakutumainisha timu hiyo beti kwanza. Unashangaa imefunga goli la kwanza. Unasema yes. Au kuna mtu anafanya hivi. La pili. Moja kafunga la kwanza la pili kama nini? Ngoja tu hapa hata mpira akaendelea kuangalia. Akaenda akarudi, akakuta ile timu iliyofunga imerudisha magoli yote mangapi? Kinachofuata penalty. Timu yake kama ni kafunga. Hela hizo beti ilikuwa zawadi. Baada sichanganyikiwe. Mitandao ya kijamii
vizuri kama tukiitumia vizuri. Na mitandao ya kijamii ni uharibifu mbaya wa shetani kama ukiitumia vibaya. Uamuzi wa kutumia vizuri au vibaya unao wewe. Esther, uamuzi wa kutumia vizuri au vibaya unao wewe. Ni wewe, sio mtu mwingine. Hakuna mtu anataka kulazimisha kwamba tumia vizuri. Ni wewe. Na si kwamba wote hatutumii, hata mimi natumia. Si ni kwenye simu tu. Je, mkitoka hapa mnaenda kwenye PS. Simu yote ile ni mitandao. Watu wametengeneza vitu vya kupumbaza watu nini? Wazazi wenu kwa sababu hawajui nini maana ya PS, wanafikiri ni somo la science. Mama leta PS. Mwanangu ndio somo gani? Yaani somo mama waligumu sana hili. Yaani nienda pale, yaani nienda kakata masaa matatu wakati mwalimu anafundisha. Yaani mpaka ulielewa. Kumbe kaiba hela ya mboga. Anaenda kwa nini? Kwani watu hawaendi? Na waliokoka si mnaenda? Ndio. Wanaweza kutoa sifa. Amen. Na kule kwenye PS kuna vitu vingi vinavyoonyeshwa. Achana tu na yanaonyeshwa mambo mengi yasiyofaa. Yamejaa kule. Usitegemee utoke kule una uwezo. Yaani utoke kwenye PS zako kwenye mitandao kwa mambo maovu, alafu uwe na nguvu ya kuomba. Haiwezekani. Tutapambana na omba na matatu hapo. Kama Mungu. Ili ukitishia kama unaomba kumbe huna lolote. Kwa sababu ndani hakuna kitu. Yamejaa mambo yasiyofaa. Ukitaka utengeneze mazingira mazuri, uhusiano mzuri na Mungu wako, ndani wekeza nguvu ya maneno yake ya Mungu. Omba. Jifunze kufunga na kuomba. Nikikuuliza jamani, mnafunga na kuomba hapa? Ndio tunashangaa. Hata kufunga na kuomba watu hawajui ni nini. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Andiko jingine wakati najenga nitafundisha tu tandawazi vizuri na hasara zake. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 40. Jua kabisa kila kitu kina hasara na faida zake. Hata kula kuna hasara na nini? Faida. Ukila bila kipimo, hasara. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa ngapi? 40. Wa 40. Biblia inasema hivi, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Mambo yote. Sasa unaweza kujiuliza, mambo yote unapotaka kuitumia simu, tenda kwa uzuri na kwa nini? Utaratibu. Sema kwa uzuri ni kwa nini? Utaratibu. Sijasikia. Kwa uzuri ni kwa nini? Utaratibu. Ukisoma Wafilipi 4 mstari wa ngapi mnakumbuka? Mstari wa 8. Kwa Wafilipi 4 mstari wa ngapi? Wa 8. Na nikasema wote tufungue tusome. Hasa mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo mazuri, ukiwapo uzuri wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote. Mwisho wasemaje? Yatafakarini hayo. Kwenye mitandao ya kijamii tafuta mambo mazuri. Mwambie mwenzako, kwenye mitandao ya kijamii tafuta mambo mazuri. Kwenye mitandao ya kijamii tafuta mambo mazuri. Tena mwambie tena. Kwenye mitandao ya kijamii tafuta mambo mazuri. Inawezekana hajakusikia, mwambie tena. Kwenye mitandao ya kijamii tafuta mambo mazuri. Anasema, huyu akasema mbaya, unasikia? Unasikia?
Yaani ndicho kilichojaa ndani. Yaani kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Yaani Biblia iko vizuri sana. Inasema tafuta mambo mazuri, jaza tafuta mambo mabaya. Kwa ukijaza mambo mabaya, ndani yako yanatoka mambo mabaya. Ukijaza mambo mazuri, ndani yako yanatoka mambo mazuri. Usitegemee ujaze mambo mabaya alafu utokeze mambo mazuri. Haiwezekani. Ndio maana unashangaa sasa hivi watu kutukana. Mtu anatukana. Hapo namuuliza, ni kidogo hiki kipi na kula ugali? Lakini kwa nini? Yaani ukiingia kwenye mitandao ya kijamii unashangaa tu. Unaangalia hizo wanatukana. Hizo hapo wanatukana. Hapo najiuliza swali. Sasa huyu alikuwa anataka kufundisha matusi. Na mbaya zaidi kinachonaswada kwenye akili za watu ni nini? Sio kizuri. Ni nini? Ni kibaya. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na nini? Kwa utaratibu. Fanya vizuri. Tumia kweli simu yako, ni ya mama, ni ya shangazi, ni ya mjomba, umeazima, lakini mle ndani tafuta mambo mazuri. Uwe na lengo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mambo yote yatendeke kwa nini? Kwa uzuri na kwa utaratibu. Unataka kwenda mbinguni? Tumia mitandao ya kijamii vizuri. Unataka mahusiano yako mazuri na Mungu? Tumia mitandao ya kijamii vizuri. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ya kijamii imeharibu uhusiano wa watu wengi na Mungu wao. Leo watu wamekosa mabadiliko ndani. Hawana nguvu ya Mungu tena ndani. Hawezi wakasimama wakapambana na shetani. Kwa sababu ndani vimejaa vitu vya nani? Sijasikia. Vitu vya nani? Ndio vimejaa. Ukitaka kupiga magoti uombe, inakuja picha uliyoiangalia ya uchi. Utaomba? Halo? Halo. Utaomba? Hapana. Lakini ulipopiga magoti unakuja wimbo wa kuabudu. Utaomba uombe? Maana ndivyo unavyoangalia. Kwenye simu za watu wengi na vijana wengi, watoto wengi, nyimbo walizojaza huko ndani. Tumekuja kumpata DJ. Sio ndio unacheka? Haya umekuta. Kuna nyimbo zingine watu wanacheza mpaka kama anaanguka chini. Ndio tumejao. Akikaa chumbani anatoka jasho. Ndio pekee anacheza. Leo njoo kanisani cheza. Toka napigia Mungu. Au? Ndio. Yaani kama anaomba degedege. Lakini akiwa kwa shetani anacheza mpaka jasho nafani? Natamtoka. Si ni aibu. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Mimi nakuombea Mungu akusaidie kweli. Amen. Ili uwe salama. Wanahitajika wainjilisti kutoka hapa kwetu. Wanahitajika wachungaji, wanahitajika sisi mitume, manabii, wanahitajika waombaji, yaani watu wote wapatikane hapa ili baada ya miaka mingi tuseme kwamba tuna watu waliokuwa wanampenda Mungu walitoka darasani, leo ni watu wakubwa katika nchi. Wanamhubiri nani? Yesu. Sema amina. Amen. Mwimbaji mkubwa wa Injili lakini usitutoze hela.
kuna shakuwa mwimbaji mkubwa tu anadai. Hela. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Wangapi wameelewa? Mambo yote yatendeke kwa nini? Nzuri na kwa utaratibu. Usitende ovyo ovyo. Mitandao ya kijamii ipo na itaendelea kuwepo. Isiharibu utu wako. Utu wako unatakiwa ubaki kuwa bora. Wewe unafikiri kama sisi wenyewe tulikuwa tunaiangalia sana, tulikuwa tunakuja na vitu vya kuwafundisha. Na sisi tunang'ang'ana, tunakesha tunaangalia. Kisha gani tunaangalia? Tunaangalia. Tusije kuwa na kitu cha kusema mbele yenu. Tunajilinda ili tuwe nini? Salama. Na wewe jilinde ili uwe salama. Kwa jina la Yesu sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mambo yote yaliyo ya kweli, mazuri, yanayopendeza, unayokutana nayo kwenye mitandao ya kijamii, hayo yaangalie. Yasiyofaa achana nayo. Na kuachana nayo ni uamuzi wako mwenyewe. Chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba, unichunguze, chunguza moyo, chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba, unichunguze, simama sasa, chunguza, simama, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba, unichunguze, chunguza moyo, chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba. Hilo kumaanisha mwambie Bwana, chunguze moyo wako mwenyewe, angalia jinsi ulivyo. Bwana Yesu nakuomba, unichunguze, udhaifu wangu, chunguza, mulika macho yako, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba, unichunguze, makosa yangu, chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba, unichunguze, kito cha utakaso ni damu ya Yesu. Imba kwa sauti. Ana uwezo kunipa. Imba kijito cha utakaso, nizame kuoshwa umo.
aliyejinyenyekeza kwako Mungu akajishusha mkononi mwako. Utukufu ni wako kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Libarikiwe jina lako Mungu wangu, litukuzwe jina lako mtakatifu sana. Umeyaona machozi ya aliyelia mbele zako akitengeneza na wewe, nami namuacha mikononi mwako kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwako uko usalama, kwako uko usalama, kwako uko usalama. Hata kama mwingine ameangalia kutoka mbali, Bwana mguse katika jina la Yesu Kristo. Hata kama ameharibika, neema yako Mungu imtembelee kwa jina la Yesu Kristo. Apokee uzima wa kufunguliwa akili na fahamu zake na moyo wake katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa ni mwema, jina lako libarikiwe sana. Utukufu ni wako Mungu, mikononi mwako ni mwacha kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo ni hai. Wote tuseme amen. Sema amen. Amen. Sema kwa sauti, sema amen. Amen. Mungu akubariki. Amen. Akutendee mema Mwokozi. Amen. Endelea kumpenda Mungu kwa faida ya maisha yako ya leo. Katika jina la Yesu. Amen.